kamwambie amenirithisha jini. Baada ya wazazi wangu kufariki katika ajali ya gari nikiwa na umri wa miaka 5, hatimaye nilibaki mikononi mwa babu yangu, ambaye hata huyu babu yangu naye sasa pia ni marehemu. Lakini kabla ya kifo chake babu alinilea vizuri sana. Alinilea hivyo kwa sababu babu hakuwahi kupata mtoto mwingine tofauti na baba yangu. Ndiyo, babu alikuwa kajaliwa mtoto mmoja tu wa kiume, ambaye hivi sasa ni marehemu, na ndo huyo baba yangu mzazi. Baada ya madhira hayo, babu alinichukua mimi mjukuu wake na aliamua kwenda kuishi na mimi nyumbani kwake. Huko alinilea vizuri sana. Alinilea vizuri ikiwa kama ni zawadi au kumbukumbu nzuri ya mtoto wake ambaye ndiye baba yangu mzazi. Basi babu alinilea hivyo, na jambo jema zaidi, babu alikuwa ni mtu mwenye mali nyingi sana. Ndiyo, ninaposema mali nyingi sio za kubadilisha mboga tu peke yake. Hapana, babu alikuwa na fedha kweli kweli. Aliweza kumiliki sheri nyingi nchini za mafuta, na alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa wa madini. Alikuwa ni mtu mwenye mahoteli katika majiji makubwa ya kitalii nchini Tanzania, na aliweza kufahamika mpaka serikalini kutokana na huo utajiri wake. Babu alinisomesha katika shule za kulipia, na hatimaye nilifanikiwa kuhitimu na kufaulu vizuri masomo yangu yote. Babu aliamua kunipeleka nikasomee masuala ya biashara. Alifanya hivyo ili aweze kunimirikisha baadhi ya biashara zake ili niweze kuziendesha, na mpaka nafika umri wa miaka 25 nilikuwa ninashirikiana na babu kwenye baadhi ya biashara zake. Basi ndiyo hivyo tena, kazi ya Mungu haina makosa, ya Mungu ni mengi. Hatimaye babu naye anafariki dunia kwa maradhi ya figo, na hapo akawa kaniachia mimi kila kitu chake ili niweze kukiendesha. Basi baada ya mazishi, kwa mara ya kwanza mambo yalienda vizuri na kawaida kabisa, na kwa sababu nilikuwa na elimu ya biashara kama nilivyosema awali, basi hivyo kila kitu cha babu kiliweza kubaki sehemu salama kabisa. Lakini miezi mitatu baadaye mambo yalianza kwenda kombo. Ndiyo, nilipata hasara kubwa sana ya kifedha kwenye baadhi ya mali za babu, ikiwemo maduka aliyoweza kuniachia. Lakini hasara hiyo ilikuwa ni hasara ya ajabu sana, na wala sikujua nafeli wapi kiasi cha kushindwa kabisa kuendesha biashara hizo, ingali nina elimu ya kutosha juu ya mafunzo ya biashara. Sikuelewa kabisa, na wala hasara haikukoma. Ilitafuna mpaka miradi mikubwa ya marehemu babu, na hatimaye nilijikuta naanza kuuza baadhi ya vitu vyangu ili kuweza tu kujikimu kimaisha. Nilihisi nachanganyikiwa, maana nilianza kuuza mpaka nyumba za babu, tena kwa bei ya kushangaza kabisa. Niliuza, na katika mali zote za babu nilizokuwa nazo, nilikuwa nimeweza kubakisha nyumba moja tu katika nyumba zote zaidi ya 20 ambazo alikuwa ameniachia. Pamoja na kuwa niliweza kuuza nyumba hizo, lakini bado sikujua pesa inatumika vipi. Ndiyo, nilishangaa tu pesa inaisha, na hata sikuelewa ni katika matumizi ya namna gani. Basi nilijikuta kwenye wimbi kubwa sana la hasara baada ya mali hizo kufutika zote, tena ghafla kabisa. Yaani ndani ya miezi 6 peke yake nilikuwa nimebakiwa na nyumba moja tu pamoja na gari ndogo aina ya Escudo. Basi kiukweli nilipambana sana kujaribu kurudisha mali alizoniachia marehemu babu, ila kila kukicha bidii yangu ilionekana wazi inagonga mwamba. Nilikata tamaa kabisa, lakini
Kuna siku nikiwa ndani ya nyumba hiyo moja ambayo nilikuwa nimeibakiza katika chumba kimoja ambacho mara kadhaa alikuwa anakitumia marehemu babu, niliweza kufungua kwenye moja kati ya kabati zake, na huko nikakutana na makaratasi mengi sana ambayo kiukweli sikuwahi kuyaona hapo awali. Niliyachukua makaratasi hayo na kuanza kuyapekua, ndipo nikakutana na moja katika makaratasi hayo ilikuwa na majina pamoja na picha za wadaiwa wa fedha wa muda mrefu wa marehemu babu. Wadaiwa hawa walikuwa hawajalipa bado madeni yao na walikuwa wako watatu, tena walikuwa katika nchi tofauti tofauti, japo mmoja kati ya hao yeye alikuwa yupo tu Tanzania hapa hapa. Muda wa kulipa madeni yao ulikuwa umeshakwisha, hivyo ilitakiwa waweze kuyalipa haraka sana kabla ya taratibu nyingine za kisheria kuweza kufuatwa. Mdaiwa mmoja alikuwepo Uganda na mwingine alikuwa Zimbabwe, na huyo mmoja kama nilivyosema awali, yeye alikuwepo hapa hapa Tanzania. Madeni yao hayakuwa madogo, kwa sababu deni dogo kuliko yote lilikuwa ni karibia shilingi milioni 500 taslimu kwa pesa za Kitanzania. Hilo ndio lilikuwa deni dogo kabisa, lakini madeni mengine yalikuwa yanakimbilia kwenye mabilioni ya fedha. Nilishusha pumzi kwanza, nikaiona nuru ya kifedha ikirudi tena usoni mwangu, na hapo sikutaka kufanya ajizi kabisa. Nilianza kufanya mawasiliano nao wote, na nikaona nianze na yule wa Zimbabwe, kisha nije wa Uganda, alafu huyu wa Tanzania najua niumizi kichwa kwa maana yeye ni wa hapa hapa nyumbani. Basi nikachukua vielelezo vyote na kisha kuanza kuwasiliana kwanza na huyu wa Zimbabwe kama nilivyopanga, na bahati nzuri alikuwa tu hewani na tuliweza kuzungumza vizuri kabisa kupitia simu zetu, na nikamwambia kuwa muda wake wa kulipa deni lake ulikuwa umeshakwisha, hivyo inatakiwa alipe haraka sana kabla ya shughuli nyingine za kisheria hazijaanza kufuatwa. Sikutaka kumficha kitu, nilimweka wazi kuwa mimi ni kijana wa mzee. Hiyo ni baada ya mzee kufariki, basi mimi ndiye msimamizi wa kila kitu cha mzee, tena nasimamia vitu hivyo kisheria kabisa. Nashukuru Mungu mtu huyo alinielewa na akaniambia kuwa niweze kufika Zimbabwe na kila kitu changu niwe nacho ili kiwe kama ushahidi kuwa mimi ndiyo muhusika wa mali za babu, ili tuweze kufanya maridhiano na kukabidhiana hizo fedha. Nilifurahi sana, hivyo nilikusanya vielelezo vyote na siku 2 mbele tayari nilikuwa nimetua Robert Mugabe International Airport Zimbabwe. Jambo zuri, mdaiwa huyu alikuwa kaniandalia mazingira mazuri ya kunipokea. Alikuwa kaniandalia hadi hoteli ambayo tungeweza kufika katika hoteli hiyo na kuweza kufanya mazungumzo yetu. Kweli nilifika hotelini hapo na kila kitu kilikuwa kimeandaliwa na mdaiwa huyu, na mimi nilifika tu hapo nikaonyeshwa chumba katika hoteli hiyo na mhudumu wa hapo, kisha nikakaa huko ili kuendelea kufanya mawasiliano yangu na mwenyeji wangu. Mwenyeji wangu alisema kuwa ataweza kufika hapo majira ya jioni, na kweli ilibidi nimsubirie, na kweli jioni iliwadia, lakini jioni ilipofika sikuweza kabisa kumuona mtu huyo. Nilimpigia simu lakini akawa hapatikani kabisa. Nilifanya bidii kumtafuta lakini kiukweli hakuwa hewani kabisa, hadi ilipohitimu mida ya saa 2 bado simu yake ilikuwa haipatikani. Nilikaa hotelini hapo nikasema kwa kuwa yeye ndio alinichukulia chumba katika hoteli hii, basi nisipomuona itabidi nikamuorizie pale mapokezi. Natumaini labda wahusika wanaweza wakanipa taarifa ya dharura kuhusiana na yeye.
Basi niliendelea kukaa katika hoteli hiyo huku nikitembea tembea huku na kule nikimsubiri mwenyeji wangu, na punde nilimwona mtu mmoja ambaye kwa nyakati hizo za usiku sikuweza kumwona vizuri, lakini mtu huyu alikuja kipekee sana. Alikuwa ameweza kuvaa suti nzuri kabisa. Alikuwa kavaa zile kofia za kuzunguka kama zile za macowboy. Alikuwa na miwani usoni mwake. Alionekana amebeba begi dogo mkononi mwake. Mtu huyu alionekana yuko na haraka sana, na mimi nilimtizama kwa makini sana. Kwa mara ya kwanza niliamini atakuwa mwenyeji wangu, hivyo sikuwa na pupa. Nikawaza kama atakuwa ni yeye kweli, basi atanipigia simu. Ngoja niendelee kusubiri. Alifika mtu huyo kisha akakaa katika meza moja katika hoteli hiyo. Ni kama alikuwa anasubiri mhudumu wa hoteli hiyo aweze kumpatia chakula, lakini haikuwa hivyo. Nilimuona tena kuna mwanamke akija mahali alipokuwepo yeye, na kisha mwanamke huyo akaketi karibu na mtu huyo, alafu wakawa wanazungumza. Mazungumzo yao hayakuchukua muda mrefu sana. Niliwaona wakiinuka na wakielekea pamoja katika mojawapo ya chumba kilichokuwepo katika hoteli hiyo. Kiukweli nilikuwa na wachora tu, na baada ya hapo wao kuweza kuingia chumbani humo, na mimi nikaona isiwe shida. Nikaamua kwenda zangu chumbani kwangu huku nikiendelea kusubiri. Lakini nikiwa chumbani kwangu baada ya masaa kadhaa, punde televisheni ilianza kuonyesha taarifa ya habari ya dharura. Taarifa hiyo ilisema kuna mtu amekufa ndani ya hoteli hiyo, na hapo ikatajwa jina la hoteli hiyo, na ndiyo nikagundua ni hoteli hiyo hiyo ambayo hata mimi pia nilikuwepo. Inasemekana mtu huyo alikuwa na mwanamke ndani ya chumba cha hoteli, na mwanamke huyo alifanikiwa kumuua mtu huyo ambaye alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana Zimbabwe, kisha mwanamke huyo akatokomea kusikojulikana. Kiukweli nilishtushwa sana na habari hiyo, na nilipotizama picha ya mtu huyo aliyeuawa pamoja na majina yake katika televisheni, nikagundua ndiye yule yule ninayemdai, kwa sababu picha hiyo na majina ilifanana sana na picha yangu niliyokuwa nayo pamoja na majina pia. Kiukweli sikutaka kuonekana ni mhusika wa hayo mauaji. Tayari polisi walikuwa wametanda eneo hilo. Ulinzi ulizidi kuimarishwa, na mimi niliona fika mpango wa kuipata ile fedha umefeli kabisa. Yaani nijitokeze niseme nilikuja kutoka Tanzania kumdai fedha zangu, si nitachukuliwa kama mshukiwa wa mauaji? Sikutaka iwe hivyo. Niliamua kuondoka katika hoteli hiyo kimya kimya. Sikutaka kuhusika katika ushahidi usiku huo. Hivyo nilitoka na kutafuta taksi ili niende hoteli nyingine ndogo mbali na hapo, ili niende huko niwasiliane na huyu wa Uganda tu, maana huyu wa Zimbabwe niliona fika tayari nimeshafeli. Basi niliweza kutoka haraka nje ya hoteli hiyo, lakini nikiwa nje ya hoteli hiyo, punde nilimuona yule dada ambaye alikuwa na yule mfanyabiashara aliyeuawa mule ndani ya hiyo hoteli. Basi nilipomuona, na hapo ndipo nikamuona vizuri sasa, alionekana fika yeye ndiye muuaji, kwa sababu alikuwa na haraka sana. Niliweza kumtambua kwa mavazi yake. Alivalia kitu kama nikabu nyeusi ambayo ilikuwa ndefu mpaka kufunika miguuni mwake. Alikuwa mweupe na mzuri, lakini sikujua roho ya ukatili alikuwa kaitoa wapi mpaka muue yule baba. Nilimuona binti huyo maeneo ya nje ya hoteli hiyo, na yeye akaniona. Yaani kiufupi tukawa tunatizamana. Tulitizamana kwa dakika moja nzima. Ni kama nilikuwa nimepigwa na bumbuazi hivi. Sikujua kipi kimenigandisha. Na hapo punde niliona taksi ikija mpaka karibu na huyo dada. Kisha huyo dada akaingia ndani ya taksi hiyo, na haraka nikaona akiondoka na akapotea kabisa machoni mwangu.
Kiukweli nilimpotezea tu binti huyo, wala sikutaka shari. Hapo nilianza mawasiliano na mdaiwa aliyekuwa Uganda. Nashukuru naye hakuwa na mambo mengi, japo naye aliniambia hivyo hivyo. Aliniambia nifike na vielelezo vyangu ili viwe ushahidi wa kuweza kulipwa deni hilo la marehemu babu. Na yeye alinielekeza kuwa nifike kwenye hoteli moja ndogo mashuhuri tu, japo yeye aliniambia kuwa nitakapofika ana imani kuwa nitamkuta hapo hapo, kwa maana hayo ndiyo maeneo yake. Basi tutaweza kukutana hapo na kuweza kuzungumzia swala hilo. Basi baada ya siku moja majira ya mchana, nilikuwa nimeshaweza kutua katika uwanja wa ndege wa Entebbe nchini Uganda, na nilifika moja kwa moja mgawani hapo ambapo alikuwa amenielekeza. Hapo nikaketi na kuanza kuwasiliana na huyo mwenyeji wangu. Ni kweli nilipompigia simu akaipokea, na hapo akaniambia niendelee kumsubiri tu nje kidogo ya mgahawa huo, maana yeye yuko chumbani na mpenzi wake. Hivyo akaniambia niagize tu chochote, yeye atakuja kulipa. Basi niliketi pale na sikutaka kuagiza kitu. Nilimsubiri tu huyo mwenyeji wangu ambaye ndiyo mdaiwa wangu wa Uganda, lakini akili yangu ilikuwa ikiwaza tukio la mauaji la kule Zimbabwe, ambapo nilikuwa nikimwaza yule mwanadada alikuwa na ugomvi gani na yule mfanyabiashara mpaka kupelekea kumuua. Lakini nikiwa hapo nawaza juu ya tukio hilo, punde nikamuona tena yule mwanadada. Nilimuona yule mwanamke akitoka katika chumba kimoja katika mgahawa huo, na nilipotizama vizuri alikuwa ni yule binti aliyesababisha mauaji ya mfanyabiashara wa kule Zimbabwe. Nilisimama haraka sana huku nikiema kwa kasi sana, na yeye akasitisha kutembea, akawa ananitizama tu, na alikuwa katika mavazi yake yale yale. Kiukweli nilishangaa sana, na punde tukiwa tunatizamana niliona tena taksi ikija karibu yake, kisha mwanadada akapanda katika taksi hiyo na kuondoka zake. Haraka niliinua simu yangu na kumpigia tena mwenyeji wangu huyu wa Uganda, na simu ilikuwa ikiita muda mrefu bila mafanikio, na hapo punde nilianza kuona askari wakisogea eneo hilo. Basi hapo nilipojaribu na mimi kusogea ili kuweza kujua nini kiliendelea, basi nikamkuta yule jamaa ninayemdai ameuawa tena na mwanamke huyu, na taarifa zinasema alikuwa chumbani na huyo mwanamke ambaye anaonekana ndiye muhusika wa mauaji, na baada ya tukio hilo huyo mwanadada aliweza kuondoka na kukimbia kusikojulikana. Kiukweli nilijua tu ni yule dada, wala sio tofauti na yule, na akili ilizidi kuwaza tu, huyu dada vipi kwani? Kiukweli alikuwa mwanadada ambaye yuko fasta sana, na jambo lingine la kushangaza ni namna alivyokuwa akisababisha mauaji yake. Yaani muhanga wa mauaji haonekani kuwa ana jeraha lolote katika mwili wake, wala haonekani kuwa alinyweshwa sumu. Sasa sijui anatumia mbinu gani kumuua mtu aliyemkusudia. Kengele ya hatari iligonga kichwani mwangu. Haraka nikiwa hapo nikampigia simu yule mdaiwa aliyekuwepo Tanzania, yani katika nchi yangu nyumbani, na muda huo huo nilipompigia sikutaka kulaza damu, nikakata tiketi haraka na kuchukua ndege mpaka Tanzania, huku nikizidi kuwasiliana naye mdaiwa huyu. Basi niliweza kuwasiliana naye, na mdaiwa huyu wa Tanzania ndiye aliyekuwa mdaiwa pekee aliyesalia baada ya wale wadaiwa wangu wengine kuweza kuuawa na mwanamke huyu. Basi niliweza kuzungumza naye katika simu baada ya kuwasili Tanzania, na tulizungumza usiku kucha. Kwanza akanipa pole kwa msiba wa babu, na akaniambia kesho nifike nyumbani kwake tuweze kuongelea swala hilo na namna gani atanilipa hilo deni.
Basi nilikubaliana naye, na uzuri alikuwa ni mfanyabiashara na yeye ni mkubwa tu, na maisha yake yalikuwa katika jiji la Dar es Salaam. Hivyo sikupoteza muda. Majira ya saa 2 asubuhi tayari nilikuwa nimewasha gari yangu ndogo nikianza safari ya kwenda kwa mdaiwa huyo, huku nikiwa na mawazo mengi sana. Basi na yeye alinielekeza vizuri sana na nikaweza kufika mpaka mtaani kwake. Hatimaye nikafika mpaka nyumbani kwake. Lakini nikiwa nje na karibia kufika kwenye hiyo nyumba yake kubwa ya kifahari ya mdaiwa huyo, nikiwa kwa mbali kidogo wala si sana, punde niliona kuna gari ndogo inatoka ndani ya nyumba hiyo. Nilisimama kidogo. Nilisimama kujua anayetoka ni mwenyeji wangu au la. Mpenzi msikilizaji, huwezi amini, kupitia upande wa dirishani niliweza kumuona tena yule mwanadada kwa mara ya 3 akiwa ndani ya gari hiyo. Yeye ndiyo akitoka ndani ya nyumba hiyo, na tena safari hii alikuwa anaiendesha hiyo gari yeye mwenyewe. Kwa mara hii tulitizamana tena pia. Tulitizamana kwa sekunde kadhaa, na hapo tayari nilikuwa ninajua fika tayari amekwisha fanya mauaji. Kiukweli sikujua kwa nini haya yananitokea, sikujua ana lengo gani na mimi huyu mwanadada. Kiukweli hata anavyosafiri ilikuwa inanishangaza sana. Sijui anatumia usafiri wa aina gani, sijui ni ndege kama ninavyotumia mimi au la, kwa maana alikuwa anajua ratiba zangu vizuri kabisa na alikuwa na uwezo wa kuniwahi kabla mimi mwenyewe sijafika eneo la tukio. Kiukweli nilishindwa kabisa kumkabiri mwanadada huyu. Nilikuwa hapo nimeishiwa nguvu. Nilijaribu kumpigia huyo mdaiwa wangu, lakini simu ilikuwa inaita tu. Hapo nikajua tayari shughuli imeshamalizwa. Na hapo niliona punde gari ya wagonjwa ikija katika nyumba hiyo na kuchukua mwili wa mdaiwa wangu. Nini kitaendelea? Hii ni simulizi fupi ambayo ina sehemu 2 peke yake, na hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza ya simulizi hii inayokwenda kwa jina la Kamwambie Amenirithisha Jini. 0785 08 2315. Tuonane sehemu ya pili, na itakuwa sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi hii inayokwenda kwa jina la Kamwambie Amenirithisha Jini. Asanteni na kwaherini.